neno la linanipa kweli, nikifika nitakiri kwa ushindi, nitakutukuza Bwana. Utukufu ni wako, mfalme mwema, Mungu ishie milele. Asante kwa muda na saa ya upendeleo. Neema yako ikawe pamoja nasi, utufunike, tutulie chini ya rehema zako nyingi, ukatukubali katika jina la Yesu, amen. Mungu atubariki watumishi wa Mungu. Naomba tukae. Nianze kwa utangulizi huu. Jamani, tunaposikia uimbaji kanisani, ukisikia uimbaji kanisani, kuimba ni tofauti na huduma zingine kidogo, kwa sababu unaposikia mwimbaji anaimba, huwa ni tafsiri moja ya haraka, anawasiliana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukisikia mtu anaimba, asili ya kuimba katika kanisa ni mwanadamu kumwimbia Mungu. Kwa hiyo mara nyingi ni uhusiano binafsi kati ya mwimbaji na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Wasikutishe watu wanaokushangilia, kwa sababu hawana sehemu ya unachoimba. Hapa tunasema damu yako Yesu, neno lako Yesu linanipa kushinda. Yaani ni uhusiano wa mimi ninayeimba na Mungu. Mwanadamu mwingine yoyote hana chake. Sauti yako hata ingekuwa nzuri kiwango gani, wote tukakushangilia, lakini unayemwimbia ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na kwamba kwenye uimbaji kuna vitu vingi, maendeleo ya kuimba ndiyo yaliyosababisha watu waimbe wakiifariji mioyo yao. Maendeleo ya kuimba ndio yakasababisha watu waimbe kwa kutiana moyo. Maendeleo ya kuimba ndio yakasababisha watu waimbe kwa kutengeneza timu ya umoja. Lakini ukisikia watu wanazungumza kuimba, ni mwanadamu anamwimbia nani jamani? Mungu. Na ndio maana kuna nyimbo zinaitwa kusifu na kuabudu, lakini pia kuna kushukuru. Hebu fikiria, mimi ninasifu na kuabudu, wewe unashangilia, inakuhusu? Kwani nakusifu wewe? Kwani nakuabudu wewe? Kwa hiyo ule uzuri wa sauti ndio unaokufanya wewe uhamasike, lakini uzuri huo huo ndio unaokupotosha wewe uondoke kwa unayemwimbia. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana nasemaga siku zote, moja ya eneo ambalo haliko salama kwenye maisha ya mtu, nisikilize, ni jambo ambalo linamrudishia Mungu utukufu. Mimi nitakwambia mambo mawili, mambo yanayomrudishia Mungu utukufu ya haraka kwenye jamii yetu ya kawaida. Jambo la kwanza ni kumwimbia Mungu. Jambo la pili ni maisha ya ndoa. Na ndio maana ndoa yoyote inayoelewana, hata kama wote ni wachawi, inalazimika ipigwe vita, kwa sababu inamkera shetani. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini? Kwa sababu ndoa asili yake ni Mungu. Kwa hiyo kwa kuwa ndoa asili yake ni Mungu, shetani inamkera hata kama wavuta bangi wameoana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ni eneo ambalo halijawahi kuwa salama, halijawahi kuwa salama, kwa sababu jinsi lilivyo linamkera shetani. Bwana asifiwe.
Na ndio maana nakuta mara nyingi mchungaji anapambana, tuombe ndoa, tufanye hivi, tuombe vijana waoane. Yaani tumekuwa na maombi ya muda mrefu, ninakuhakikishia hayataisha wala hayatapungua. Kwa nini? Kwa sababu ni eneo ambalo shetani akiwaona tu mmekaa mume na mke na mkwaza, mnaelewana, inamuuma. Unajua kwa nini? Kwa sababu kitendo tu cha wawili kukaa kwa amani, utukufu ni kwa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa waliokoka ndoa zao zina shida, ninakuhakikishia hata wenye viti wa wachawi wa shina nao zinawatesa. Kwa nini? Kwa sababu wanamkera shetani, hata kama wameelewana kwenye huo uovu, ile tu kwamba ni ndoa. Sasa na kwenye kumsifu Mungu pia na kwenye kuimba pia kuna vita inayofanana. Kwa nini? Kwa sababu mmoja ya kitu ambacho mbingu ina kiu ni utukufu, kumrudia Mungu. Bwana asifiwe. Jamani, kuna watu mahiri wa kuomba, akina Mboka hapa sasa hivi, wakati mwingine ni mahiri wa kuomba. Sasa hizi niko kwenye maombi ya maandamano, mchungaji, maombi ya maandamano. Yaani nimeingia kwenye maombi ambayo hayana ukomo. Bwana asifiwe. Unagundua kwamba ni kama ni mtu wa kupeleka shida tu, na umakichwa na umakifua. Mtoto yule hajaolewa, yule hajaoa, yule ana mapepo. Yaani mbingu zimekaa zinaona moshi mweusi kutoka duniani kila siku. Unapeleka shida tu. Kwa unagundua kwamba mwimbaji ndio mtu pekee anayebadilisha tafsiri ya mbingu. Kwa nini? Kwa sababu kwake unatoka moshi mweupe unaomweleza Mungu ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana katika Zaburi anasema njooni mbele zake kwa kuimba. Na ndio maana karibia ibada zote za madhehebu yote wanaanza ibada kwa kuimba, kwa sababu ndio staili ya kwenda mbele za Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Ni kitu ambacho Mungu anakitaka. Kwa hiyo kwenye uimbaji kuna vita kubwa sana. Nimewahi kuongea na wanakwaya hapa nikasema, yani ni rahisi sana vita kwenye kwaya ikawa kubwa kupita kawaida, lakini asili yake sare. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani mpaka kueleza, jamani, ugomvi ulitoka wapi, unaweza kuona aibu, ila chuki iliyoko moyoni. Na ukikuta wanakwaya akina mama wamefanana mpaka nywele wamesuka sawa, ujuage kuna mtu anaugua anataka kupasuka. Yaani hiyo ninakwambia, hata kama wakati wa kushuti wote wanatabasamu, kuna mtu roho ilishatoka hapo. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa uchungu ulioko wapi? Moyoni. Na sio kwamba hakuchanga, sio kwamba hajatoa, na kila mtu ametoa. Yala tu hakuna mtu aliko hapo amepata cha bure au siku na lakini vita yake. Kwa nini? Kwa sababu kuna status ambayo shetani hataki muwe nayo. Yaani kuna status rohoni shetani hataki muwe nayo. Kwa nini? Kwa sababu anajua katika hiyo utafanya mambo ya kutisha sana. Sema Bwana Yesu, naomba nisaidie katika jina la Yesu. Kitabu cha Mathayo sura 28 mstari wa 19. Mathayo 28:19. Kuna neno nataka tuliangalie pale. Anasema enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Takatifu. Wakristo tunaita huu wito mkuu. Sasa mimi nataka tulitafsiri neno enendeni. Bwana asifiwe. Neno tu enendeni. Enendeni tafsiri yake ni kwamba mnatumwa na Mungu. Kwa hiyo huduma ulionayo, moja ya tafsiri muhimu kuwa nayo moyoni, umetumwa na Mungu. Ni Mungu amesema enenda. Kama Mungu amesema enenda,
maana yake atakuwa pamoja na wewe. Kama Mungu amesema enenda, maana yake unachokifanya unakifanya kwa niaba yake. Kwa kuwa Mungu amesema enenda, maana yake kama kuna mahitaji muhimu kule unakokwenda, atakuwa provider. Watumishi wa Mungu, tunaelewana vizuri? Sasa moja ya gharama kubwa inayotukuta katika huduma ya uimbaji, neno enendeni tumelichukua kwa hiari. Na ndio maana mtu anapoimba, mchungaji anaimba kama anajitolea. Anaweza akaacha, anaweza akaja, akatoa sababu yoyote ya kutokuja. Si ndio ulivyo mwenyekiti? Na akatoa sababu yoyote, na mkimwelewa, msipomwelewa, shauri yako. Kinachotuuma ni ule mmoja wetu, lakini roho yako inaingia gharama kwa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kitakachotusumbua sisi, kitakachomsumbua mwenyekiti, kitakachomsumbua mwalimu, ni hali ya umoja inapotea. Uimbaji, kuimba vizuri kunapotea. Lakini miongoni mwa watu watakaoingia gharama mbele za Mungu ni wewe. Unajua kwa nini? Kwa sababu kuimba ni kati ya wewe na Mungu. Wewe ndio unayemrudishia Mungu utukufu. Jina la Bwana libarikiwe. Eneo ambalo mbingu huwa zinanyamaza ni eneo ambalo Mungu anapokea utukufu wake. Kwa nini? Kwa sababu ni kitu adimu kukipata kwa watu. Yaani ukitucheki hivi watu tulivyo hivi, pozi tu unajua huyu jamaa hana matatizo, huyu hana hata muda wa kumsifu Mungu. Yaani mtu akitembea hivi ananuka shida na matatizo, kiasi kwamba Mungu akisubiri huyu mtu atakuja kunisifu mimi, ni gharama sana. Sio leo, sio kesho. Na ndio maana waimbaji huwa wana neema ambayo hata wao hawaijui. Mna neema ambayo hata nyinyi hamuijui. Jina la Bwana libarikiwe. Miongoni mwa neema mlionayo mtu unayemwimbia Mungu ni kutengeneza nafasi ya kumtukuza Mungu kwa utaratibu wa kwaya, lakini kwa maisha yako binafsi. Bwana asifiwe. Yaani kwa kweli utaratibu ni wa kwaya, lakini nikisimama na simama binafsi. Kwa hiyo unaposimama kwenye madhabahu ya Bwana usipoteze hiyo nafasi. Jina la Bwana libarikiwe. Ninakutia moyo na ninakusihi mtumishi, usipoteze hiyo nafasi. Simama wewe binafsi. Niliwahi kuambia watu, kuna mahali mtu unabadilishwa maisha mpaka na mbuzi. Bwana asifiwe. Yaani unalima, unakuta mbuzi wamekula. Unalima tena kama shamba la vijana, mbuzi wamekula. Vijana wanakubaliana, mbuzi wanakula, tuache. Ina maana wa vijana wamebadilishwa maisha na mbuzi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hiko hata kwenye kwaya kuna viwango tunapunguza, kuna uwezo tunapunguza, kuna utukufu tunapunguza. Ni kwa sababu kuna hali ya kushirikiana. Asipokuja fulani unavunjika moyo, asipokuja fulani unavunjika moyo. Kwa hiyo ndio maana kuna watu hata kumtumikia Mungu kumepungua kwa sababu fulani anachelewa kila siku. Hebu muangalie jirani yako, hivi na wewe ni wa aina hiyo? Muulize, hivi wewe ni wa kubadilishwa na watu kweli? Mwenye sura yako hiyo na nywele zako hizo nzuri, wa kubadilishwa na watu kweli? Angalau basi ubadilike. Umetukanwa, unabadilika eti kwa sababu mtu anachelewa? Kwani wewe unakula kwake? Kwa sababu yule anachelewa na mimi nakuwa nachelewa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuache haya mambo. Huu ni uhusiano kati ya wewe na nani? Na Mungu. Mbingu ndo zina kiu. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, maombi hayamfanyi Mungu ashuke, isipokuwa kusifu kunamfanya Mungu ashuke. Sasa sikiliza mwimba sifa wewe hapo. Yaani ukiona watu
hawachezi, unavunjika moyo. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana mimi Roho Mtakatifu alinifundisha, alisema ukisimama kuimba waambie watu wakae. Bwana asifiwe. Yaani mimi sijawahi kusimamisha watu, na kamwe nikipata neema ya kuimba sema kaeni, unajisikia kulala lala, enjoy. Yaani ili usiwe sehemu usichangie chochote kunikera nikisimama mbele za Bwana. Yaani sitaki ni uone mchango wako. Bwana asifiwe. Yaani siku zote nikisimama kuimba nasema jamani kaeni, ni vile tu hakuna vitanda. Ningesema jamani wengine mlale kabisa. Ili nikisimama naijua nafasi yangu, naijua vizuri. Mimi sihitaji kutiwa moyo, yaani sihitaji kutiwa moyo. Bwana asifiwe. Sasa unagundua mtu hampigi makofi upande wa huko, hampigi makofi. Jamani achana nao hao. Wewe kuna wengine wana madeni baba. Unapomwambia apige makofi, yani unamchafua. Kwanza kuna watu wanakuanza kukutukana hapo hapo mbele. Baba mmoja hivi kazini anadaiwa na mke wake kikoba hajarudisha, na amekuja kumuomba nako anadaiwa. Unakuja wewe na furaha yako umeongezewa mshahara, piga makofi upande wa huko. Atapiga akuchangie wewe ambaye umepata ushatoboa. Bwana asifiwe. Na moyo wako ukisha kuwa kwenye hiyo hali, na ndicho kitu ambacho shetani anakitaka, yaani hataki unity. Bwana Yesu asifiwe. Na bahati nzuri upako unaambukiza, yaani hata usihangaike nao. Wewe ukimtafuta Mungu katika roho na kweli, watainuka tu, watake wasitake. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani ninakuhakikishia wewe, hakikisha tu mundani umekaa vizuri, na wale kule wataingia wenyewe, wataimba. Bwana Yesu apewe sifa. Hasa ukitaka wakusindikize, hao ni wenye kiti, wameshinda katika hali ya kukatisha tamaa. Yaani wakatisha tamaa, walifanya mashindano, unaoimba nao walishashinda. Kwa hiyo watakuvunja moyo sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka nimalizie kwa kusema gharama kubwa na mlango mkubwa ambao Mungu anautaka kutoka kwako ni moyo wa utayari. Hicho moyo wa utayari ndio lango kuu la kufanikisha yote. Ninakuhakikishia katika kwaya hakuna kinachoshindikana ikiwa watu wamevikwa roho ya utayari, wanawajibika kwa Mungu, sio kwako, wanawajibika kwa Mungu, wana roho ya utayari. Hivi kuna mahali tunafeli? Niliwahi kuwaambia watu, imagine unaimba. Kwanza kuimba kwenyewe ni kufurahi, alafu ndo kazi yako na Mungu anaikubali. Ndugu yangu, mbinguni kweupe. Bwana Yesu asifiwe. Tofauti na sisi, yani ukitoka kwenye huduma sauti kwanza wakati mwingine unahubiri na sauti liko sura lenyewe linaharibika. Yani wakitushuti na kujiangalia baadaye nasema hivi ndio mimi nilikuwa naongea haya kweli? Sasa hapa kulikuwa na haja gani ya kukunja sura? Yani watu tunajicheka jamani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiwa unaimba, hiyo hali ukutani nayo. Mimi ninamwamini Mungu sana ya kwamba sisi waimbaji tukitengeneza ile hali ya utayari, tutaitimiza kiu ya Mungu ya kupokea utukufu. Imagine Mungu anasema utukufu wangu sitampa mwingine. Aligundua Lazaro anauma, akasema ache aumwe sana, lakini ugonjwa wake mimi nataka utukufu. Mungu akamwongezea Farao kiburi. Alipomwongezea Farao kiburi ili awatese wana wa Israeli, akasema na mimi nitajipatia utukufu kwao. Yaani Mungu mpaka anafanya mbinu za kuteseka watu wengine ili apate utukufu. Wewe upo. Bwana asifiwe. Wewe upo. Na kwenye kuwepo unabembelezwa. Jamani kwaya, njoo jamani. Ni kwa sababu ndani yetu tayari hauko wa kutosha. Huu mwaka
Mungu akupe neema. Usimpe sana nafasi mwanakwaya mwenzio moyoni, usimpe hiyo nafasi. Unaanza mwaka vizuri, unakuja kugombana na Sale. Sale mama, kwani unavaa kila mahali? Weka utayari, punguza. Yaani kuna kikao kigumu mchungaji, sio cha maombi, kikao cha kusema sare gani tunavaa. Ni kikao kizito, anatamani mchungaji ashiriki, asuluhishe. Hebu muangalie jirani, hivi na wewe kweli? Angalia. Hivi kweli mama yangu wewe, mama nani? Kweli na wewe kweli? Jinsi ulivyopendeza, una familia yako, watoto wako shule, na nywele si haba mama, inawezekana za Laki7 hizo. Alafu sale. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua kuna watu ambao wako busy kazini. Kweli tunakubali. Lakini ukisha kuwa na commitment, inawezekana. Sema Bwana Yesu, ninakusihi kwa rehema zako, nipe neema ya kuwajibika kwako. Bwana, nisiwe miongoni mwa wanaolaniwa kwa kufanya kazi ya Mungu kwa ulegevu. Roho Mtakatifu, nipe neema, nipe neema. Ninakuahidi sauti yangu itakurudia kwa utukufu mwingi. Sauti yangu itakurudia kwa utukufu mwingi. Mwili wangu, maisha yangu yatakurudia kwa utukufu mwingi. Katika jina la Yesu, ninaandika huu mwaka nitamuinua Bwana. Huu mwaka nitamtukuza Bwana. Huu mwaka nitamtukuza Bwana. Kwa niaba ya waliokata tamaa, nitamtukuza Bwana. Kwa niaba ya wanaoumwa, nitamtukuza Bwana. Kwa niaba ya wanaodaiwa, nitamtukuza Bwana. Kwa niaba ya waliofungwa, kwa niaba ya wanaoteseka, mimi nitamtukuza Bwana. Katika jina la Yesu, ninatangaza huu mwaka malaika watanyamaza kwa sauti yangu, watanyamaza kwa utayari wangu. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mbingu andika, mbingu andika, ardhi andika ya kwamba sauti yangu ni kwa utukufu wa Bwana, katika jina la Yesu. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi. Amen.